ndani ya hizo siku 100. Tuliahidi kutoa ajira kwa fani za sekta ya afya na elimu. Leo ikiwa ni siku ya 12 tangu muhula huu wa pili wa awamu ya 6 uanze, tayari tumeshatangaza nafasi za ajira 7,000 za walimu na nafasi za ajira 5,000 za watumishi wa sekta ya afya. Hatua hii ni mwanzo wa kujibu kiu ya wananchi ya kuboresha huduma za afya na elimu. Katika hatua nyingine, tunajiandaa kuanza kwa majaribio bima ya afya kwa wote. Serikali itakuja kwenu waheshimiwa wabunge na mapendekezo ya namna ya kufanikisha majaribio hayo. Na niwaombe muyaunge mkono mapendekezo hayo ambayo yatakuwa mwanzo wa mageuzi katika upatikanaji wa huduma bora za afya kwa watu wote nchini. Tunadhamiria kuviunganisha vituo vya huduma za afya kidijitali na kuhakikisha vinakuwa na vifaa na huduma za viwango stahiki kwa kila ngazi husika. Tunakusudia kuweka viwango vinavyofanana ili watumiaji wa bima ya afya mjini na vijijini wawe na huduma zinazolingana. Katika hatua nyingine, nimeshaelekeza Wizara ya Afya kusimamia maelekezo ya kutozuia maiti kwenye vituo vya kutolea huduma za afya, wakati familia zikiendelea na taratibu za kulipa deni la matibabu kwa njia zinazolinda utu wao. Niseme kwamba ni kupitia mpango wa bima ya afya kwa wote, kadhia hii ya kuzuia maiti unakwenda kukomeshwa, kwa sababu gharama za matibabu zitalipwa na bima ya mtu anayekwenda kutibiwa. Ni wasihi wananchi wote kuweka kipaumbele kwa afya zetu, kwa kila mmoja wetu kuwa na bima ya afya pamoja na wanaomtegemea. Mheshimiwa Spika, ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-2030 imeahidi, na mimi nilitangaza ahadi hiyo, kuwa nitaunda tume ya kuanzisha mazungumzo ya maridhiano na upatanishi na kuandaa mazingira ya kuanza mchakato wa mabadiliko ya katiba. Hata hivyo, kutokana na uvunjifu wa amani uliotokea nchini, tunahitaji kwanza kufanya tathmini ya kina ili tujue kiini cha sababu ya kadhia hiyo, na ndipo tuunde tume ya maridhiano. Katika muhula wa kwanza wa awamu ya 6 tulikuja na falsafa ya R4 ili kuliunganisha taifa. Serikali ilionyesha utayari wakati wote kuleta maridhiano ili kwa pamoja tuweze kujenga na kulitunza taifa letu. Serikali ilinyoosha mkono na kuwavuta na kuwakaribisha vyama vya siasa, vyama vya kijamii, sekta binafsi na hata jumuiya za kimataifa ili kwa pamoja tuijenge Tanzania. Waheshimiwa wabunge, mkono huo wa urahimu ulileta matumaini kwa nchi, kabla ya baadhi ya wadau kuamua kuuachilia au kuuputa mkono huo. Kwa kuwa wananchi wa Tanzania wamenipa ridhaa ya kuendelea kuongoza nchi hii, sitachoka kunyosha tena mkono wa maridhiano. Ni matumaini yangu kuwa wadau wa kisiasa wataupokea kwa dhati mkono wa maelewano ili kwa pamoja tujenge mazingira muafaka kwa maendeleo ya taifa letu. Tutajifunza kutokana na makosa na mapungufu ya taasisi zetu za kidemokrasia. Tanzania ina uzoefu wa miongo mingi ya kidemokrasia na amani. Tanzania ina demokrasia iliyokomaa. Hata hivyo, tunaendelea kuboresha kulingana na mazingira na wakati. Ni jukumu letu sasa kujielekeza kwenye maboresho hayo kwa utashi wetu bila shinikizo lolote. Mheshimiwa Spika, nataka nirudie hapo. Tanzania imekuwa na miongo mingi ya kidemokrasia, limekuwa ni taifa la amani na utulivu wa kisiasa.
Neno demokrasia linaweza likatafsiriwa katika nchi yoyote ile, lakini sisi ni wakomavu wa demokrasia. Pamoja na hayo, katika safari yetu ya kuendesha Tanzania kidemokrasia, tuko tayari kujifunza na kujirekebisha. Hivyo basi, niwaombe makundi yote ya Watanzania, hasa vyama vya siasa, tukae pamoja, tuzungumze, tuangalie tumekosea wapi, turekebishe, tuende na safari yetu ya taifa lenye amani na utulivu. Na haya yatafanyika kwa kufuata mila, desturi zetu, miongozo yetu, kanuni zetu, mitindo yetu ya maisha, na sio kwa shinikizo. Mheshimiwa Spika, kwa kuwa zaidi ya 60% ya watu wa nchi hii ni vijana, tutaweka kipaumbele kwenye sera na programu zitakazopanua fursa za kiuchumi, kutengeneza kazi na ajira, kuongeza wigo wa hifadhi za jamii na kuwajengea kesho iliyo bora. Ili kuhakikisha vijana wanapata nafasi ya kushiriki katika kujenga mustakabali mwema wa taifa letu, tutaweka kipaumbele kwenye ushirikishwaji wa vijana katika masuala ya maendeleo yao. Natambua kumekuwa na majukwaa mengi ya kuwafikia vijana, ila bado shughuli zao zinafifishwa na masuala ya kisiasa, na majukwaa hayo kupoteza malengo na mvuto kwa vijana. Mimi na wenzangu serikalini tumefikiria kuwa na wizara kamili itakayoshughulikia na mambo ya vijana. Asante sana waheshimiwa wabunge. Tumeamua kuwa na wizara kamili badala ya kuwa na idara ndani ya wizara yenye mambo mengi. Vile vile ninafikiria kuwa na washauri wa masuala ya vijana ndani ya ofisi ya Rais. Jambo jingine tuliloahidi kulitekeleza ndani ya siku 100 za awali za kazi ni kuchukua hatua za kuongeza mitaji kwa ajili ya shughuli za kiuchumi za vijana na wanawake kwa kutenga shilingi bilioni 200. Serikali inaendelea kuangalia njia nzuri ya kuimarisha mfuko huo kwa lengo la kuongeza ufanisi kwa walengwa. Aidha, kwa kushirikiana na sekta binafsi, tutaanzisha madirisha ya uwekezaji kwa vijana, yani Youth Investment Windows. Madirisha haya yatatoa mikopo nafuu na mitaji ya uwekezaji kwa biashara za vijana. Mheshimiwa Spika, pamoja na hayo niliyoyaeleza, kuna mengi zaidi ambayo tumejipanga kuyafanya katika kipindi cha miaka 5 ijayo. Ni dhima ya serikali kuendeleza ukuaji wa uchumi, na katika kipindi hiki tutaanza utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo ya mwaka 2025 mpaka 2050, tukilenga kujenga taifa jumuishi lenye ustawi, haki na linalojitegemea. Dira mpya imeweka vigezo vya kuchagua sekta na maeneo ya kupewa kipaumbele yaliyobainishwa kwenye andiko la dira yenyewe. Kati ya mikakati itakayofanywa kazi ni kuwekeza zaidi kwenye sekta zinazoajiri watu wengi, na miongoni mwa sekta hizo ni kilimo, utalii, viwanda, ujenzi na madini. Malengo yetu ya kiuchumi ni kupandisha kasi ya ukuaji wa uchumi toka 5.6% ya sasa hadi zaidi ya 7% kuelekea mwaka 2030. Ukuaji huu utaiwezesha serikali kuboresha huduma za kijamii na kujenga miundombinu wezeshi ya kiuchumi. Tutaimarisha masoko ya mitaji kwa kuhamasisha uwekezaji wa ndani na kutumia rasilimali zetu kama madini kudhamini mikopo ya uwekezaji badala
ya kuweka mzigo mkubwa kwenye deni la taifa. Mwelekeo wetu ni kukua kwa pamoja kwa uchumi unaogusa maisha ya mtu mmoja mmoja, yani microeconomy, na kukua kwa uchumi jumla, yani macroeconomy. Mheshimiwa Spika, mtakubaliana nami kuwa sekta binafsi ni nguzo muhimu ya ukuaji wa uchumi, hususan sekta binafsi ya ndani. Tutaboresha zaidi mazingira ya biashara nchini kwa kukamilisha utekelezaji wa mpango wa kuboresha mazingira ya biashara, yani Mkumbi. Aidha, tutatekeleza mapendekezo ya tume niliyoiunda ya kuboresha mifumo ya kodi nchini ili kuwapatia wafanyabiashara wetu wepesi katika kufanya biashara zao. Tutaendelea kuweka nguvu zaidi kudhibiti mfumuko wa bei za bidhaa, ambayo ni hatua muhimu katika kupunguza gharama za maisha ya wananchi. Pia tutaweka motisha kwa viwanda vya ndani ili viweze kuzalisha kwa gharama nafuu na kuuza kwenye soko la ndani na nje. Tutaongeza vivutio vya kikodi na visivyo vya kikodi ili kuchochea uzalishaji na kukuza ushindani wa bidhaa za ndani. Mbali na mikopo, tutafungua fursa mahsusi kuhamasisha vijana na wamiliki wa biashara ndogo ndogo kupata elimu ya biashara na kuweza kujisajili katika mfumo wa kielektroniki